Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 13 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Kikwete, mapinduzi yameibadili Zanzibar, wadau wa mpatano Mwinyi kuondoa ubaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Vikosi vya ulinzi vyazungumzia amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Bandari ya abiria kuhamia Maruhubi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mabadiliko chanya ya mtazamo mfumo unapatikana katika familia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kundo agiza mkandarasi aliyetelekeza mradi achukuliwa hatua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. MV Kazi anza kazi leo. Azam kusafirisha wanafunzi bure. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Merelani wabadiwa maji bei ya paa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni kitimtim cha usafiri. Wazazi wa haha kusafirisha wanafunzi wakieleza kilichowachelewesha. Wenye mabasi kicheko, magari yakifurika abiria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Nukuu inasema ni rahisi kuuliza kwa nini hatuwapeleki mapema, lakini ukweli ni kwamba vipato vyetu si vya uhakika. Wengi tunaishi kwa kusikilizia tupate lini, ukipata ndio utumie, ndio maana tunachelewa. Gabriel Moshi, mzazi. Gazeti hili limeandika undani wa biashara ya sehemu za siri. Habari katika ukurasa wa 14. Bobi Wine Museveni jino kwa jino. Joto la kisiasa nchini Uganda linazidi kupanda, huku maeneo haya yanatarajiwa kuamua kati ya Rais Yoweri Museveni na Robert Sentamu maarufu kama Bobi Wine. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Miaka 62 ya mapinduzi na mageuzi ya kiuchumi. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi amesema katika miaka 62 ya mapinduzi wanajivunia jitihada zilizofanyika na kupata mafanikio ya kukuza uchumi na sekta nyingine kama. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5. Habari picha inaonyesha askari wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ wakiwa katika matembezi ya hisani, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar jana. Baba Levo AG wa kwa Kisiki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele. Serikali yaonya wataalamu wa ardhi wasio waadilifu, yahimiza uadilifu kuhakikisha migogoro ya ardhi inatatuliwa, haitovumilia wanaojihusisha na upigaji dili. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Tanzania ina fursa kubwa kuendeleza nishati ya joto ardhi. Habari katika ukurasa wa 4. Mabilioni ya Rais Samia yazidi kuchochea maendeleo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Migiro afunguka ujenzi wa CCM. Habari katika ukurasa wa 4. Uanzishaji maeneo ya kiuchumi kwa vijana waanza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Dodoma yazifunda taasisi za ununuzi wa umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Watu zaidi ya 500 wafariki dunia Iran kwa maandamano, kundi la haki za binadamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika athari za matumizi ya simu kwa watoto. Habari ni katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11.
Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 62 ya mapinduzi. Wafungwa waliopata msamaha wafunguka. Ni walioachiwa kwa msamaha wa Rais Mwinyi walitumikia vifungo virefu. Wamo waliokaa gerezani zaidi ya miaka 26, waeleza waliojifunza kuwafanya wawe raia wema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, ndugu zao zikisema msamaha huu ni zawadi kubwa kwangu na kwa familia yangu. Nimekaa gerezani kwa miaka mingi, leo nimepata uhuru wangu na nina ahadi ya kuanza maisha mapya kuwa raia mwema. Mfungwa aliyepata msamaha. Lakini pia nimetoka nikiwa na ujuzi wa ushonaji. Nikiwa gerezani nilijifunza kwa bidii na sasa nina mpango wa kufungua karakana ndogo ili kujitegemea na kusaidia familia yangu. Huyu ni Halima, mkazi wa Shinyanga, Tanzania bara. Uthibitisho wa uongo, chanzo cha kesi kutupwa. Habari katika ukurasa wa 5. Habari picha inamuonesha Isihaka Mchinjita pamoja na Mohamed Utali ambaye ni mbunge. Simulizi wasioona kwao Januari hadi Disemba ni shida, wanakula mlo mmoja. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 14. Iran yailaumu Marekani uchaguzi Uganda wapamba moto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika DC atangaza vita wazazi wanaoficha wenye ulemavu. Habari katika ukurasa wa 3. Maambukizi kwenye damu tatizo hospitali za rufani. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Uhuru, ukweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Rais Samia ahimiza amani, mshikamano, asema ndio dhamira ya msingi katika kipindi chote. Tunu hizo zimewezesha Zanzibar kudumisha utulivu wa kijamii. Pia Dr. Mwinyi akumbusha kulinda muungano. Mwigulu asisitiza wa Tanzania kuimarisha uzalendo na umoja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Habari picha ikimwonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akimtunuku nishani ya mapinduzi mkuu wa kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM Comrade Azana Said Msiringi Ikulu Zanzibar juzi. Ripoti maalum wajasiriamali wafunguka umuhimu wa amani nchini. Habari katika ukurasa wa 12. Shule zafunguliwa, Profesa Shemdoe afunda wazazi. Habari katika ukurasa wa 2. Naibu waziri amkaria kooni mkandarasi kuhusu mikataba. Habari katika ukurasa wa 5. Dr. Mwinyi ajivunia mafanikio yaliyopatikana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Fursa kemkem kusoma Uturuki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele kilele miaka 62 ya mapinduzi. Dr. Mwinyi atunuku nishani za mapinduzi. Vikosi vya ulinzi vya pamba kilele miaka 62 ya mapinduzi. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya. Hamza. Habari katika ukurasa wa 3. Wanu apania kuinua elimu Makunduchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Wananchi wapongeza mafanikio ya miaka 62 ya mapinduzi. Habari katika ukurasa wa 2. Bandari kufungua zaidi milango ya utalii Masauni. Habari katika ukurasa wa 6. Serikali ya Sudan rejea mji mkuu wa Khartoum. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Pia ninalo gazeti Mwanahabari. Waziri mkuu awaongoza mawaziri watendaji wakuu kwenye mkutano wa kazi. Miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni pamoja na utekelezaji wa masuala mbalimbali ya serikali
inayolenga kuimarisha utendaji kazi na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania ina fursa kubwa kuendeleza nishati ya joto ardhi. Waziri Ndejembi abainisha ina maeneo 52 ya joto ardhi yenye uwezo wa kuzalisha megawati 5,000. Ni kwenye mkutano wa mwaka wa muungano wa kimataifa wa joto ardhi unaofanyika jijini Abu Dhabi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Wanafunzi wa vyuo vikuu wametakiwa kujiepusha na ndoa za rejareja. Habari katika ukurasa wa 2. Baba anayetuhumiwa kumfanyia ukatili mtoto Kinyerezi akamatwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Ni baada ya waziri Gwajima kuposti mtandaoni. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake mbele, gazeti bora. Habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani siku hii ya leo. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika fainali yenye mambo mawili, makocha watambiana Pemba, mambo ni moto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ni Mapinduzi Cup leo Jumanne saa 10 kamili jioni, Azam dhidi ya Yanga Sports Club Gombani. 2022 Simba Sports Club, hiyo ni mara ya mwisho ya ubingwa wa kombe la Mapinduzi kuchukuliwa na timu kutoka Tanzania bara. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Striker mpya Simba Sports Club wapewa miwili. Beki ataka viongozi vijana Msimbazi. Habari katika ukurasa wa 2. Wanaombeba Mawasama. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti likiandika AFCON Jumatano ni Senegal dhidi ya Misri, mchezo unapigwa saa 2 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Yanga Azam za kamiana fainali Mapinduzi. Makocha Taifa Stars kusaka vipaji bara Zanzibar. Dr. Mwinyi afurahia ujenzi wa miundombinu ya michezo. Habari katika kurasa za ndani. DRFA kuongeza timu First League. Habari katika ukurasa wa 23. Ratiba AFCON 2025 ni Senegal dhidi ya Misri, mchezo utapigwa saa 2 kamili usiku. Nigeria dhidi ya Morocco ni saa 5 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Yanga Sports Club Azam FC fainali ya kibabe. Pedro Ibenge, kila mmoja anataka kuanza mwaka 2026 kwa kubeba kombe la Mapinduzi. Habari katika ukurasa wa 23. Beki Asante Kotoko kusajili wa Simba Sports Club. Habari katika ukurasa wa 23. Ubora wa Rafinha waibeba Barcelona. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.